Amen. 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 Na sema naomba nikaendelee toka mahali ambapo tuliachia Jumapili iliyopita. In our topic, our Father in heaven. And this we are looking at the word of God katika Mathayo 6 kuanzia mstari wa 9 hadi mstari wa 13. Na niliacha kama tumeomba Mungu mkate wetu wa kila siku. Bwana wetu apewe sifa. Na tukasema ya kwamba ni vizuri kila mtu ambaye ameitwa na Mungu ama mwokovu ama binadamu yeyote akumbuke ya kwamba Mungu anapokuumba anataka uishi a day at a time. Yeye anataka kila siku ya maisha yako ifanye special. Ya kwamba kile ambacho amekupea your daily bread asiwahi kunyima chakula chako cha kila siku. Yaani unapoenda kutafuta riziki uipate. Na unaporudi ukiwa umefurahi. Praise the name of the Lord. Our daily bread yeye inamaanisha mahitaji ya kila siku. Usiwahi tembea uchi, usiwahi lala njaa, usiwahi lala nje. Maana Mungu wa mbinguni anaenda kukutimizia hayo mahitaji. Na Yesu akawaambia wanafunzi ya kwamba muwe mnaomba ya kwamba Mungu wa mbinguni awe anawapa chakula chenu cha kila siku. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ukiona siku imepita, ujue ya kwamba Mungu ako na haja na kesho yako. Ukiona jioni inakuja, ujue ya kwamba ni mlango mwingine unafunguka kwa sababu ya mambo mazuri yako ya kesho ambayo Bwana Mungu wa mbinguni anakutayarishia. Praise the name of the Lord. Amen. Na leo hatutakaa sana kwa sababu tumebakisha a few of them. Na verse 12 inasema, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Praise the name of the Lord. Forgiveness is one of the things that hinder God from answering our prayers. Kwa sababu mara nyingi huwa ni vigumu sana, kuna watu wakikukosea, inakuwa kabla hujawatoa kwa moyo wako, inakuwa ni vigumu sana. Lakini Yesu kuna condition alituwekea ya maombi ya kusamehewa makosa yetu, ambayo ni condition ngumu sana. Maana anasema ya kwamba na tumuombe Mungu atusamehe makosa yetu kama ambavyo huwa tunawasamehe ambao wanatukosea sisi. Bwana wetu asifiwe. Na ni wale wote wanaotukosea, all that sin against us. And I have always said that we are living in a country whereby kila siku unapata watu wa kukosea, kila siku unapata watu wa kukuudhi, kila siku unapata watu ambao hawana huruma na wewe, wamekuibia kilicho chako. Praise the name of the Lord. Pastor wetu Pastor Karaja juzi ameibiwa mashini zote za kanisa asubuhi wakati alikuwa anaenda morning devotion, na anahitajika kuwasamehe wale watu ambao waliiba zile instruments, na alikuwa ameinvest ni zaidi ya 150, lakini wale watu wamekuja wamemrudisha nyuma. Na Yesu anasema tunapoomba Mungu msamaha tukumbuke pia ya kwamba atusamehe kama ambavyo tunasamehe watu ambao walitukosea. Praise the name of the Lord. Kuna labda nafasi ambazo ulikuwa upate katika maisha na ni mtu alizuia uipate. Kuna watu ambao walikuwa ndio wamekuwa wall katika between wewe na baraka zako. Labda mahali ungekuwa leo ungekuwa mbali kuliko ulivyo leo. Lakini kuna watu ambao walisimama katika njia ya hizo baraka zako wakazuia uzipate. Na wakati ambapo unakumbuka mambo kama hayo, huwa unahisi ya kwamba unaumia. Lakini kwa sababu Mungu alikuvusha na ukatembea, sasa umepita mpaka na umefanikiwa kinyume na ambavyo alitarajia. Bwana Yesu anasema ni vizuri kuachilia moyo wako, ukawaachilie, uache kuumwa na wao, maana bila wewe kuachilia, nawe Mungu hakuachilii katika mabaya ambayo wewe unatenda. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakati mwingine tunakosewa na watu wa karibu sana. Tunakosewa na family members. Mtu anakuitisha pesa, anakuambia atakupa, lakini anakuambia kwamba pesa hizo ziko tu nyumbani, hazijaenda nje ya familia. Na kwa hivyo usishinde ukidisubua. Yaani watu wanatufanyia mabaya. Lakini Yesu anasema nini? Ya kwamba ni lazima ujifundishe kuwasamehe watu
ambao wanakuudhi katika maisha yako. Bwana wetu asifiwe. Na unajuaje kwamba umeforgive? Unajua ya kwamba umesamehe wakati ambapo moyo wako unaacha kuumia kwa sababu ya hao watu. Na sijasema kusahau. The English people say that you forgive and forget. That is not possible. Utasahau vipi mtu ambaye labda aliponyoka na shamba lako mzima? Utasahau vipi mtu ambaye alikuja kwako akachukua vitu vyako vyote na bado ulivihitaji? Ila ni kwamba utajua umesamehe huyo mtu wakati ambapo hautakuwa unaiba huyo mtu kila wakati katika maisha yako. When you let it go, you really know that you have forgiven that person. But ni vizuri pia kuwa unatahadhari hata wakati ambapo unasamehe mtu na kusahau. Hata wakati ambapo unaacha kuumwa na hao watu, ni vizuri uwe unakumbuka mtu fulani ni mtu wa kuwa careful na yeye. Maana wakati wowote anaweza akafanya moyo wangu upatwe na machungu. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Si kuna watu ambao tulitrust sana, na huyo mtu ukamwambia kila kitu chako, na wakati mwingine hata unawapea vitu wa hifadhi kwa niaba yako. Kuna wakati ambapo watu wanaenda ng'ambo. Mtu anaenda anachuma mali miaka 2, miaka 3, kisha anawatumia watu wa familia yao wakiwa hapa nchini. Halafu wakati ambapo anaendelea kutafuta mali, anaambiwa tumekununulia plot na tumeanza kujenga. Anaenda anapigiwa picha plot ya mtu, anaambiwa sasa tuma pesa ya material. Huyo mtu anatuma pesa ya material, anaambiwa nyumba yako imeanza kujengwa. Nyumba inajengwa tu, akiuliza nyumba imefika wapi, wanaenda tu kwa site yoyote, wanampigia picha hiyo site, wanamtumia, wanamwambia your house is in good progress na iko karibu kuisha. Sasa tuma pesa ya roofing, sasa tuma pesa ya finishing, na unatuma. Halafu Mungu anakupa neema, unamaliza your contract huko ng'ambo na unashuka Kenya. Halafu ukifika unasema sasa twendeni mkanionyeshe mahali nyumba mlijenga. Wanakuambia kwanza kumzika mtu hatakaki kukuja, umerukia mambo. Haya, unakaa siku 2-3. Unawaambia sasa twendeni mkanionyeshe nyumba yangu. Wanakuambia nyumba iko, usijali. Unangojea. Kisha wanaanza kusema you are bullying them. Kisha wanaanza kukuambia ya kwamba ulifikiria watoto wako walikuwa wanakula nini wakati ulikuwa ng'ambo. Watoto wako ndio walikuwa mjengo ule mkubwa. Tumewanunulia nguo kwa hizo pesa ulikuwa unatuma. Hakuna pesa zako ambazo zimesalia. Wale watu wanaingia katika moyo wako na kufanya vidonda vingi vikaweze kuzalika ndani yako. Lakini Yesu anasema hivi, Bwana Mungu anahitaji kuombwa kusamehe, kwa sababu sisi ni wakosaji wa kila siku. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Neno la Bwana linasema hivi, ya kwamba yeyote ambaye huwa anafikiri ndani ya moyo wake na kusema ya kwamba hatendi dhambi, yeye huwa anajidanganya na habari ya ukweli haimo ndani yake. Kwa hivyo sisi zote ni watenda dhambi, lakini ili Mungu atusamehe kuna condition tumewekewa. Yesu aliwaambia wanafunzi, mnapoomba ombeni hivi, na utusamehe makosa yetu kama vile sisi tunavyo wasamehe wale ambao wametukosea sisi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Niliwaambia nikisoma kuna mtu ambaye alipewa pesa zangu za shule na MP. Na yule mtu akaenda akakula zile pesa zote za kutoka form 1 mpaka form 4. Mimi ninahangaika. Nafukuzwa shule karibu kila wiki. Nikirudi napata watu wanaenda midterm. After midterm nakuja nafukuzwa. Kwa sababu watu wakirudi kutoka midterm hutarajiwa anakuja na balance. Ninafukuzwa tena, narudi nyumbani. Wakati ninahangaika hivyo, wakati ninatembea like 10-12 kilometers nikitoka shuleni nikienda nyumbani kwa sababu ya school fees, ninakumbuka kuna mtu akona 1,000 zangu kama 2 mahali ambazo alipewa na si jasho lake na anakula. Unajiuliza ndani ya moyo wako, ninaumia hivi na mtu amekula pesa zangu. Paka wakati mwingine huwa tunasema Mungu achombe mikono yao. Wakati mwingine tunasema anapoketi akalie moto. Wakati mwingine tunasema na apate na hasara katika maisha yake.
Lakini Mungu wa mbinguni anatuambia ya kwamba tusamehe wale ambao wametukosea sisi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna wengine wanasababisha vidonda ambavyo hatutapona katika mioyo yetu, maana walioyatenda si jambo reversible, si kitu ambacho kinaweza kikakutoka. Mtu apatie mtoto wako sumu afe, hilo si jambo ambalo linaweza kuwa reversed. Kama ni gari au pikipiki waliiba, unaweza ukanunua lingine, lakini kama mtu alitilia mtoto wako sumu, hauwezi akarejesha. Kwa hivyo hata akija aombe msamaha wenyewe hautoshi. Kwa nini? Kwa sababu yule mtoto hawezi akarudi. Lakini ili uwe salama katika maisha yako mwenyewe, ni vizuri kumwachilia. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Nilikuwa nafikiria hapa kwetu hivi ni mahali pazuri, lakini nikakuja kugundua baadaye ya kwamba kuna wachawi wengi sana hapa. Watu wanaenda kwa waganga, wengine wanaketi usiku na mchana wakiplan vile maisha yako yatahangaika, wakiplan vile utarudi Geshagi. Yaani wanaenda kutafuta vitu ambazo zitakuletea hasara katika maisha yako. Lakini ni marafiki zako na mnacheka na wao na mnakula na wao na mnaenda chama na wao. Mahali utakuja kugundua ya kwamba wao ndio chanzo cha matatizo unayoyapata katika maisha yako. Unasikia kana kwamba unaweza fanya kitendo watu wote waishi kusikia. Lakini pale unapokumbuka amri ya Mungu, wasamehe kama ambavyo unataka kusamehewa na Mungu, unawaachilia. Praise the name of the Lord. Unasema ndio walikuwa marafiki zangu, wamenisema vibaya, wameniendea, nimefutwa kazi, lakini sitaumwa kwa sababu yao. Nitajipanguza vumbi na nitaendelea katika maisha yangu. Praise the name of the Lord. Kuna mama mmoja amepea mtu mahali pa kulala. Kapea msichana fulani mahali pa kulala. Kuna mambo. Sasa yule msichana alikuwa wa kanisa kwao. Kampea mahali pa kulala kwa sababu ni dada mzuri wa kanisani. Ako kwa praise team, sijui ni asha kanisani. Halafu is a very jovial lady. Watoto wake wakija anawakumbatia, anaenda dukani anawanunulia peremende, anawaambia is a family friend. Na kwa hivyo wakati mmoja akafutwa kazi, yule msichana akakuja akamwambia rafiki yake nipe mahali pa kulala. Na ndipo alifanya yule mama, akaomba mahali pa kulala. Na unajua ukipatia mtu mahali pa kulala ndani ya nyumba yako, hata chakula ni pati yake, hata stima ni wewe bado unalipa, hata maji ni wewe bado unalipa, kila kitu ni wewe unagharimia. Yeye kazi yake ni kuamka, anaenda kutafuta riziki, akirudi anarudi kwako. Kwa hivyo anakuwa part ya hiyo familia. Bwana wetu apewe sifa. Sasa alikuwa mzuri, maana nguo alikuwa anawasaidia kufua. Mzee akija anakimbia, anafungua mlango anafungua gate, gari linaingia. Sasa siku moja akawa anampatia mke wa yule mtu hadithi. Anamwambia na huko kwetu kulikuwa na mama mmoja ambaye walikuwa rafiki na msichana fulani. Na yule mama hakuwa anajua kwamba yule msichana ako urafiki na mume wake. Na walikuwa tu anaishi na kucheka. Yule mama na yeye anacheka, anamwambia hakuna jambo ambalo hatujaona duniani. Watu wako hivyo, unatenda wema. Na yeye anamwambia lakini ni vizuri watu waache kuwa roho mbaya. Usiwe rafiki wa mtu kisha umharibie boma. Eventually alikuja kugundua ya kwamba ile hadithi alikuwa anaambiwa ni yeye alikuwa anaambiwa na yule msichana. Yaani alikuwa anamwambia wakati nikitoka hivi tunaendaga na mume wako date. Wakati nikitoka hivi mimi hata si kazi huwa ninaenda. Mume wako huwa ananiambia tukutane town. Wanazurura. Yule mama alianza mpaka kufaint. Kashikwa na kifafa. Akaanza kunungunika. Akaanza kusema hata waisaidia mtu mwingine. Mtu amekukosea kiasi cha kwamba umeamua you will not even be helping people. Lakini Mungu wa mbinguni anatuambia wakati watu wanapokutendea hayo mambo, uwaachilie katika moyo wako. Usije ukaumwa. Wewe endelea na safari ya mbinguni, maana si kwake unaenda. Unahitaji kumuona Mungu katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen.
and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Hallelujah. Wengine ninajua tuko hivi kwa sababu wazazi wetu walishindwa kutupeleka shuleni. Lakini katika hiyo familia kuna watu ambao walipendelea na wakawapeleka shuleni. Lakini kwa baraka na neema ya Mungu wa mbinguni aishie milele, akakupa neema ukawa tajiri. Sasa uko na pesa zako, uko na mali zako, na unasema hauwezi ukawasaidia wazazi kwa sababu walikataa kupeleka shule, hata kama Mungu aliachilia baraka katika maisha yako. Nataka nikuambie siku ya leo, waachilie katika moyo wako. Wasaidie wanapokuomba msaada, wape, kwa sababu Mungu wa mbinguni alijua ambacho amekuwekea hakikuwa katika elimu. Na ndiposa wale ambao baraka zao zilikuwa katika elimu aliruhusu wasome. Wasamehe hao wazazi, wasaidie. Na kama hutawasaidia kwa sababu ya kulipia karo, wasaidie kwa sababu ulinyonya maziwa yao. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wasaidie kwa sababu walikuzaa tu na sio sababu ya kukulea. Bwana asifiwe. Usiwe mjinga kama kijana ambaye amesema ya kwamba yeye hataki kuambiwa mambo ya mamake. Anataka kama mamake ameona amemsaidia sana, wakutane kwa wakili, waandikanie na ahesabu maziwa ambayo alimnyonyesha ili akaweze kumlipa. Alimuuliza mamake, kwani maziwa yako nilinyonya lita ngapi? Na nilinyonya hata sikutosheka, ulitoroka nikaachwa peke yangu. Kwa hivyo inabidi samehe kama ni mzazi. Samehe hao ndugu zako, samehe hao majirani. Lakini pia hakikisha ya kwamba hawatakutia majaribuni kwa kila wakati kuwa karibu na wale watu ambao huana kukosea. Praise the name of the Lord. Hiyo ndio formula. Neno la Bwana linasema, if you want to win against the devil, resist him. Hallelujah. If you want to win against the devil, resist him. Kama unataka kushinda wale watu ambao hufanya moyo wako kuumia kila wakati, stay away from them. Sio kila wakati unajua huyu ndiye utaka niangamie, ndiye utaka nifunge biashara, halafu kila wakati unaenda kwake unashinda na yeye. Huyo mtu atakuangamiza. Resist those people who cause harm into your life. Verse 13 says, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Na usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule muovu. Bwana wetu asifiwe. Kwani Mungu anatia watu kwenye majaribu? In short, we are praying that may God protect us from getting into danger. Na usitutie katika majaribu, bali utuokoe na yule muovu. Yaani hii dunia ni dunia ya majaribu. Kuna wakati mtu atakwambia kitu usikie una maneno ya kumjibu, na usikie yale maneno sio mazuri sana. Wakati huo omba hii line ya our Lord's Prayer, the Lord's Prayer. Pray based on this line. Bwana, usikubali niingie kwenye majaribu. Kuna wakati unasikiaga mtu amekuja sana na mikono inakuwa moto. Unajua mikono inakuwa moto wakati mwingine. Na unaona unaweza fundisha mtu lesson. Wakati huo unasikia tu lesson tunakuja kwa akili. Soma hii verse. Do not lead us into temptation. Hakikisha sijaingia kwenye majaribu, bali niokoe na yule muovu. Praise the name of the Lord. Wakati mwingine watu watapeana hadithi yako kuliko vile unajua. Watakuja waseme mambo yako kuliko vile wewe unajua. Watasema sijui ulikokuwa, ulihama kwa sababu ya hii, ulifukuzwa na watu kwa kijiji. Kuna watu hata watasema, hata kama ni mimi pastor, waseme hata mahali nilitoka Kiambu, nilitoka kwa sababu watu walichukua matawi. Wakasema siwezi kaa katika kile kijiji. Lakini abia Mungu wa mbinguni, nisaidie nisiingie katika majaribu. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Kuna mtu ameniambia ya kwamba mume wake amekuwa akienda na kisu kwa kitanda.
mume wake anaenda na kisu kwa kitanda. Lakini hamwambii atawahi mchoma. Na hamwambii ni ya nini? Lakini anaendaga tu kila wakati akilala. Hata haiguzi. Lakini wife akiingia kwa bed, anaishika, anaiangalia. Sasa akaniambia, na mimi pastor nilisikia siku moja kama nitakuwa nikibeba hiyo kisu. Nikamwambia, "Baba Mungu, usiingie katika majaribu." Praise the name of the Lord. Kuna wakati unasikianga ya kwamba ninataka kuwahi huyu kabla aniwahi. Ninataka nimuone kabla janiona. Nimesikia askari wakisema kila wakati ya kwamba wale watu wanatudharau, wale watu ambao wanasukua wengine, mkono wa sheria ni mrefu na tutakupata kabla utupate. Praise the name of the Lord. Sasa hapo ndipo Mungu anahitaji kutuondolea majaribu. Ya kwamba usije ukaapa ya kwamba mtu utampata kabla akupate. Bwana asifiwe. Haleluya. Si kuna watu wanatishaka wengine, wanawaambia watawalipia ugali. Ambia Mungu wa mbinguni, usikubali niingie katika majaribu. On Friday usiku, kuna pastor ameua mke wake huko Kisii. Na Kisii sijui kuna nini, watu wanauana sana. Na hakuna mtu anaeleza ati walisosana kidogo tu. Ile watu huwa wanasosana kidogo. Akageuka angalia anagonga wapi, akaoga mke wake vibaya. Akazirai. Akifikiria ni kuzirai, akaita watu wa pikipiki wampeleke hospitali. Kwenda hospitalini is a 36-year-old pastor. Kwenda hospitali, akaambiwa the wife is dead. Watu wakamiminika sasa kwake nyumbani, wamgoje, wamuue kama ambavyo ameua. Sasa hapo unahitaji kuambia Mungu, usinitie kwenye majaribu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakati mmeanza kuongeleshana na mtu na maneno yameanza kuwa moto, mmeanza kukasirika, umesikia hasira zinapanda, ujue ni majaribu yanakuja. Utaingia rahisi kwa majaribu. Bwana wetu asifiwe. Najua unaambiwa na mtu hauna akili. Na wewe unasikia kumwambia ng'ombe inaongeaga na ng'ombe. Sasa hiyo ni majaribu imeanza kukuja. Maana baada ya dakika chache utamwambia kama wewe ni mtu mzima, fanya vile nafanyaga ukikasi. Majaribu yanakuja polepole. Sasa ni vizuri kuambia Mungu, usiruhusu niingie katika haya majaribu. Bwana asifiwe. Haleluya. Usiruhusu niingie katika haya majaribu. Kuna watu wameua bila kupenda kwa sababu ya kutoomba. Mungu asiruhusu waingie katika majaribu. This is not just a prayer. Ni kitu ambacho hata kinahitaji practice ya tolerance. Maana siku hizi kuingia kwenye majaribu ni rahisi. Umeenda mahali ambapo pesa zinagawanywa, na ikuwe ni wakati hauna kapesa kwa mfuko, na hiyo pesa ni unajua kabisa ni ya wizi. Watu wamekusanya pesa ya matanga. Si watu wanakulaga pesa hata ya matanga. Umeokotwa pesa, na watu wengi wanapenda kuwa machairman wa mazishi, na machairman wa harusi, na machairman wa komiti karibu zote. Wengine haja yao kubwa sio kusaidia. Hiyo huwa ni part ya their job description. Wao wanaendaga pale akijua hapa ninatoka na elfu zangu ngapi? 5. Bwana wetu apewe sifa. Ukigwa baki gate nini gasari ndoko si ati yako na yaja nayo. Anaenda kubagei apate pesa kidogo kutoka kwa ile jeneza. Sasa watu kama hao, wakati unajipata kuna vitu kama hizo zinatunyemelea, omba Mungu, usikubali niingie kwenye majaribu. Praise the name of the Lord. Maana ni rahisi kugawana pesa. Na wakati unapojaribiwa, kile kitu unajaribiwa kwacho ni kitu ambacho huwa umekosa kwa siku nyingi. Badani ya 10. Kuna wakati nilijaribiwa na nyama. Hatukuwa tunaona nyama sana kwetu. Nyama ilikuwa adimu. Ni ile ya sikukuu na ni 2 3. Karibu tuwekage kwa rula. Mnapima kila mtu amekula sentimita ngapi. Sasa nikaenda nikapata mahali watu wanachoma nyama. Na ni kama wako careless. Wanachoma nyama hapa,
Alafu watu wameondokea moto wanakula story pale. Nikajua mimi nitaingia katika hii mradi ya nyama. Nikaangalia kando, nikajifanya ni kuni na sukuma ndani. Alafu nikauma nyama. Kwa bahati mbaya nyama ikajishikilia hapa. Kakaa moto. Hata leo ukiniangalia hapa ni daki kidogo. Nikanyama ilijishikilia hapo. Maana ilijishikilia nikachomeka, nikienda kupaguza hivi ikatoka na gozi. Paka leo inaonyeshaga vile niliingia kwa majaribu ya nyama. Bwana asifiwe. Ile ilikuwa kwa mdomo nilitema. Ukichomeka utabu unaisha. Ni vizuri kuambia Mungu, usikubali baba niingie kwenye majaribu. Unaweza ukamfuata mtu aende akae kwa gari mbele ya kiti ambacho umeketi. Alafu pesa zitokee kwa mfuko hapa nyuma. Na ni 12 kwanza mpya. Tuko hivi kama tumepigwa pasi. Wakati huo kuna bageni kwa matatu. Dereva nilipishe tu nikatia 10. Badala ya 50 nilipishe 40. Alafu wakati unasema nilipishe 40, 12,000 tumechukulia hivi kwa mfuko ya mtu hapa nyuma. Unaona kazi rahisi. Ya kushika tu pesa uvute. Kwa sababu ile pesa picha imechorwa kwa pesa ni ya Kenyatta, pesa si za mtu. Unasikia majaribu inakuita namna hii. Ni vizuri kuambia Mungu, Bwana usikubali niingie kwenye majaribu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Usikubali niingie kwenye majaribu, bali niokoe na yule muovu. Wakati mwingi tunagojeaga kuokolewa na yule muovu, tunagojeaga shetani atuambie ya kwamba nimekuja kukujaribu. Lakini shetani anatumia watu hapa duniani. Kuna watu wanakujanga kwako, anaketi. Ile story ameanza. Unajua kabisa huyu ametumwa na shetani. Praise the name of the Lord. Kwanza ukisikia mtu anakuuliza, ninaonaga fulani kama ni rafiki yako. Sasa hiyo weka question mark. Ni shetani ametumana. Si ninaonaga kama fulani ni rafiki yako. Kwani? Sikatai ni rafiki yako. Au niache kukupea hiyo story maana ni wewe unajua mahali umetoa. Lakini ni vizuri ujichunge wale marafiki wamekuzingira. Huyo mtu ametumwa na shetani akuja haribu uhusiano wako na wengine. Wakati mwingi shetani anatumia watu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Tuangalie the last verse. The last verse says, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For yours is the kingdom, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Nataka tuangalie haya mambo ya kingdom na power na glory. Bwana wetu apewe sifa. Wakati Mungu anaposimama mbinguni, yeye husimama na ufalme wa mbinguni. Na kama ambavyo tuliona ni kwamba pale mwanzo Mungu alituambia, may your kingdom come. That kingdom of God that is coming belongs to God. Praise the name of the Lord. And everybody who is born of God should have his own kingdom. Praise the name of the Lord. Kila mtu akona utawala wake wa kiungu ndani ya maisha yake. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako ambacho ndicho utawala wako wa kiungu katika maisha yako, ambacho hakiwezi kikapatikana na wale watu wengine. Bwana asifiwe. Kuna watu wamesaidiwa sana na biashara ya nguo. Wewe ukijaribu kwenda kuweka hiyo biashara ya nguo, haitafaulu. Maana ufalme wako ambao Mungu amekupatia kutoka mbinguni hauko katika hizo nguo. Usiende kuuza nguo. Bwana wetu apewe sifa. Tulisema may your kingdom come. Hiyo kingdom ya Mungu ambayo ufalme ni wa Mungu. Kwa kuwa ufalme ni wako. Ufalme gani? Ufalme wa Mungu ambao pia unatawala hapa duniani. Mimi kuna vile ninaweza nikafanya maisha yangu yanyooke. Huo ndio utawala Mungu amenipa. That is the kingdom that God has given me. Bwana asifiwe. Hallelujah. Si kuna watu wanakulanga bio. That is the area of operation
Hiyo ndio kingdom Mungu amewapa. Kuna watu wanakulaga mdomo kuimba nyimbo. Hiyo ndio kingdom Mungu amewapa. Kuna watu ni wazuri sana katika biashara, na kuna wengine ni very good managers, but they don't have their own business to manage. They can only manage other people's business. Si niliona the CEO wa Cooperative Bank anapewa mishahara ya president kama 19 times the salary of the president. No, kitu 30 times, 16 times. Bana anapewa 31 million shillings per month. 31 shillings per month. Naye wa KCB anapewa 22 million shillings per month, mtu mmoja. Sasa walikuja kama wameteremka hivyo the top 10. Mwingine 9, mwingine 8.5, mwingine 7. Hiyo ni kingdom yao ya kutawala. Lakini wewe pia haukosi kingdom yako, kitu Mungu amekupatia, na hicho ndicho kigumu kupata zaidi katika maisha yako. Maana watu wengi hujaribu kuingia into other people's kingdom. Unajaribu kuhubiri kama mimi, unajaribu kuimba kama Shiro wa GP, unajaribu kukimbia kama Kipchoge. Some of us have tried almost everything. Bwana asifiwe. Najua nyinyi hamjui, kuna wakati nilikuwa nakimbia. Wakati Samuel Wajiro alikuwa ndiye anasema na ametoka Nyahururu, nikajua Nyahururu tumebarikiwa. Na jamaa mwingine tulikuwa tunaita Chicago. Wakati alienda Japan akarudi akanunua lori, na mimi nilikuwa naamka kila asubuhi. Ni mbio. Napanda milima. Sina viatu vya kukimbia, lakini natumia vya shule. Nakimbia na nikajikusanyia certificates nyingi. Saa hii nimebakisha bio ya tear gas peke yake. Ile askari wakipiga tear gas, naweza nikaokoa maisha yangu. Maana nilikuja baadaye kugundua that is not my kingdom. Na wewe acha kujaribu kila kitu. Ukiona mtu ameanzisha green grocer, unaanza inafilisika. Ni vizuri kukaa chini ujiulize, which is my kingdom? Bwana wetu apewe sifa. Amen. Nyinyi mnajuaga kuna watu wanakulaka kutumwa. Yeye ni office messenger. Hakuna kitu kingine anafanya. Yeye yani ni mtu mtiifu. Anaitwa aenda upeleka hii barua, kuja peleka hii pesa kwa bank, nenda uniitie fulani. Na kesho anasema naenda job gani ya kutumwa. That is his kingdom. Na sio kila mtu ako na kipawa cha kufanya hivyo. For yours is the kingdom. The kingdom of God. Ikifika hapa duniani, kila mtu anagawiwa kingdom yake ya kutawala katika maisha yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapa kanisani tumebarikiwa tofauti. Kuna wale watu wataweza kuimba, kuna wale watu ambao wataweza kutoa pesa za kusaidia katika kufanya mambo. Kuna mwingine amebarikiwa tu, kazi yake ni kutulia. Tukitaka kupatiana mfano wa watu ambao ni wapole kanisani, tunasema simtulie kama fulani. Yaani yeye tu kazi yake ni kutulia. Hanaga ubaya na mtu, hanaga madharau. Yaani huyo mtu tu kingdom, katika kingdom yake ni kingdom ya amani. Bwana asifiwe. Ni vizuri kujua ya kwamba ufalme ni wa Mungu. Na ukifika hapa duniani anakugawia ule ufalme ambao ni wako. The reason as to why many people don't progress is because they don't pray that God may give them their kingdom here on earth. Asifiwe Yesu. Wewe kweli unajua ni nini ambacho huwa ndio part yako? Kuna wengine hujua kingdom yao ya utawala ni gani akizeeka. Ndio anajua. Na mimi ninaona kama nilikuwa mwimbaji kitambo. Kuna mzee ambaye nina video yake huwa sidelete kwenye simu yangu. Huwa anapiga gitaa sana. Anaweza cheza gitaa nyimbo zote. Lakini hakuna mtu ameshawahi kujua, na hakuna mtu ambaye ashawahi sikia akicheza. Huwa tu anacheza huko kijijini katika maduka ya kwao. Na anaimba vizuri sana. Na anacheza vizuri, unasikia ni mtu ambaye ako na talent kabisa. Unfortunately,
he is like 70 years old now. Hawezi fanya anything. Ukienda online utakuta kina mama wazee siku hizi wanaimba. Na wanaimba watu wote wanacheka. Na hata wanaitwa kwenye sherehe kuimba nyimbo za wenyewe. Wale watu hawakugundua ya kwamba hiyo ndio area yao, kingdom yao iko hapo. Wamekufa wakiwa maskini, lakini walikuwa na utawala ndani yao ambao hawakugundua. Bwana asifiwe. Hallelujah. The area you know, your area, kingdom yako ni gani hapa duniani, utakuwa na bahati. Let us talk of power. For yours is the kingdom, the power, and the glory. Let us talk about the power. Is everybody powerful? Yes, in that area that I'm talking about. Hakuna mtu aliumbwa na Mungu ambaye ni weak. Ni vizuri kuambia Mungu, maana nguvu ni zako, nipe hizo nguvu zako. Bwana asifiwe. You need power to break through the challenges. You need the power of God to sustain your family. You need the power of God to wake up even to go to work. Sikuna wakati mwingine unasikiaga hapana. Kama leo kuna strain kwa sababu hakuna power ya stima. Na wewe ukikosa ile power unahitaji katika maisha yako na kuambia utastrain. Bwana asifiwe. You will strain. Unahitaji power. Omba Mungu ashushe power yake ndani yako. Mimi kuna wakati naamkaka nasikia nimekasirika bure. Na ninasema bure kwa sababu hakuna mtu ninaweza nikaeleza kwa nini nimekasirika. Unasikia utaki stories za mtu. Unasikia watu kama wanakusubua. At that time you tell God, give me power. Ni power imerudi chini. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuna wakati unasikia wewe kama hautaki mambo, ama ni mimi niko na weakness nyingi. Ni mimi ni wa mwisho hapa duniani. Wale watu weak. Sasa ni mimi last born wao. Ya kwamba wewe kila wakati unakuwa na sai. Unakuwa high, uko huko juu. Unasikia kila wakati kama unaweza ukamove milima. Ni vizuri kuambia Mungu, nisaidie. Niweze kustahimili. Niweze kumshinda shetani. Nisaidie Bwana wa mbinguni. Niweze kutembea katika nguvu na uwezo wako. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakati ambapo utakuwa unatembea katika nguvu za Mungu, Mungu wa mbinguni sasa anaachilia kitu ambacho tunaita glory. Na nitamalizia hapo kwa glory. Niseme ya kwamba when we talk of the glory of God, tunaongea kuhusu utukufu. Unaweza ukakuwa na nguvu, unaweza ukakuwa na kingdom, lakini ukose kitu ambacho tunaita utukufu. Praise the Lord. Watu wengine huwa hawana utukufu katika maisha yao. Yeye anaonekana anafanya kazi, lakini utukufu haupo. Utukufu sio kama power. Power inaweza kuwa haionekani kwa nje, lakini utukufu huwa unaonekana kwa nje. Bwana asifiwe. Si kuna watu nyinyi mnasemaga tu analipagwa pesa nyingi sana, lakini hakuna mtu ambaye anaweza jua analipagwa pesa nyingi. Kwa nini? Ako na power, ako na kingdom, lakini utukufu haupo. Maana utukufu huwa unapatianwa na Mungu. Utukufu huwa unapewa na Mungu. Mungu ndiye hupatia mtu lili. Utukufu ni lili. Ile mnaitaka glory. Ya kwamba mtu hata unahitaji kujipaka mafuta sana. Unahitaji tu kutembea. Unahitaji tu kuangalia watu waone ya kwamba wewe uko na uwezo mwingi. Wewe umebarikiwa. Utukufu wa Mungu katika maisha ya kila mtu ni muhimu. Maana Mungu huhitaji sisi wote tukue na utukufu wa mbinguni. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna kafamilia utaangalia uone hata kushiba hawashibi hao watoto. Na huwa wanakula hata chakula kingi kuliko baba yao. Lakini katoto unaona tu sura haikai nzuri kwa sababu utukufu haupo. Kuna mtu anaweza valia nguo ya 5,000
lakini ukimwangalia unaona hiyo kuwa kama ni ya kupewa, maana yeye hana utukufu. Ni vizuri kuomba Mungu tupatie utukufu wako hapa duniani. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tupigie Yesu makofi mazuri, tumwambie tupatie utukufu. Unahitaji utukufu wa Mungu katika kazi. Sijui kama ushawaona mtu anauza chakula na unasikia tu, unamwangalia, unaona kama akikupea hiyo chakula utaumwa na tumbo. Vile tu anakaa. Na shindwa, mbona huyu mtu anauza chakula na vile amekonda? Mbona huyu mtu amekauka hivi na anauza chakula? Ni vizuri kuomba Mungu utukufu. Ukivalia nguo ukae vizuri. Ukiwa unaka nyumba, mtu akiingia anaona neema ya Mungu pale ndani. Lakini sio kila wakati ukaanga kama wewe ndiye wa mwisho katika mambo yote. Utukufu wa Mungu tumuombe atupatie. For yours is the kingdom, the power and the glory. Hallelujah. And we need to use the power that is God given to gain glory in our lives. Na ninawaomba leo, kama Mungu amekubariki kwa pesa, acha hizo pesa, kwa sababu pesa ziko na power. Wakati mwingine ni vizuri kujua ya kwamba power huwa inatoka kwa authority na pia finances. Kuna vitu hautawahi fanya sio kwa sababu utumiaji akili, lakini hauna power ya kifedha. Kuna watu wengine wanakosa pesa kwa sababu hana power ya karatasi. Anahitajika certificate fulani na hana. Hiyo ndio tunaita power. Kuna watu hujui. Kuna power hutokana na watu kujua watu wengine. Ya kwamba unajua watu kwa ofisi ya DC. Ukihitaji kitambulisho, sio lazima uende unapiga simu. Hiyo ni power. You gain people around you who has connections. Hiyo ni power Mungu amekupa. Na hiyo power inafaa kuleta utukufu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini wakati hauna utukufu ni shida. Nilikuwa ninasema hivi, kuna watu Mungu amepatia financial power but they don't have financial glory. Mtu ako na pesa nyingi kwa bank lakini anakula vibaya ili asikue maskini. Ukikufa tunagawana. Ukikufa tunazitumia kupanga mazishi yako. Ukikufa tunakula vizuri at least that week. Kwa sababu ulikataa kujitafutia utukufu wakati ambapo ulikuwa na nafasi ya kufanya hivyo. Ninawaombea utukufu wa Mungu katika maisha yao. Tukaweze kusimama kwa miguu yetu. Nawaombea utukufu wa Mungu katika maisha yenu. Kila wakati mnapotembea, Bwana wa mbinguni akakupatia ufalme hapa duniani. Mkatembee katika ushindi katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, just open your mouth and tell God, Father, give me your kingdom. Father, give me a kingdom that I will live in the name of Jesus. And give me power in the mighty name of Jesus. And God, crown me with your glory in Jesus' mighty name. Crown me with your glory in the name of Jesus. Crown me with your glory in the mighty name of Jesus. Let my life shine in the mighty name of Jesus. Acha maisha yangu yangae katika jina la Yesu Kristo. Acha familia yangu ingae katika jina la Yesu Kristo. Achilia neema yako ya ushindi katika maisha yako. Achilia neema yako katika maisha yangu. Nikaone makubwa, nikatembee, nikasaidiwe na kazi ninayoifanya in the mighty name of Jesus. God help us that Jehovah God and King of Kings, we shall reign in our lives in the name of Jesus. Oh God, create in our lives a business that we shall thrive in Jesus' mighty name. Saidie Bwana ya kwamba kuna ile biashara tukiingilia tutaweza kufaulu katika jina la Yesu Kristo. Kuna zile familia, wale watoto tukipata, Bwana wa majeshi wataweza kututii katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie katika ufalme wetu wa kifamilia, watoto wetu watakuwa wamefanikiwa, watakuwa wamebarikiwa katika jina la Yesu. Kila kitu watakachokitenda kitafaulu katika jina la Yesu.
tuongoze Bwana hadi siku ya mwisho, ili taji tulipate. In Jesus mighty name we worship you God and we glorify your holy name. Nataka tuliombe hilo ombi sasa lote kwa pamoja. Nataka tukainue mkono wetu tukamwambia our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri, haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri, haleluya.